Tumefanikia sana kupanua wigo na kuongeza makusanyo ya kodi. Kwa kupanua wigo, maana yake tunaongeza idadi ya walipa kodi, lakini hata wale walipa kodi waliokuwepo, kama alikuwa analipa 10 sasa analipa 20. Huko nako ni kupanua wigo. Na kupanua wigo kunathibitishwa na ongezeko la makusanyo. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, tukifananisha toka mwaka wa fedha huu umeanza, ambao ni Julai 2024 mpaka Februari 2025, miezi 8, tukifananisha na miezi 8 kabla hajaingia madarakani, Julai 2020 mpaka Februari 2021, soon kabla hajaingia madarakani, Mamlaka ya Mapato iliweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 11 na bilioni 920. Lakini leo tunapozungumza, miezi 8 hiyo tumeweza kukusanya jumla ya shilingi trilioni 21 na bilioni 200. Hili ni ongezeko la 78% ya makusanyo ya kodi katika kipindi chake, na hata tukimaliza mwaka itareflect hivyo hivyo. Haya ni mafanikio makubwa chini ya usimamizi wake Mheshimiwa Rais, kwamba katika kipindi cha miaka 4 ameweza kusimamia nchi yetu, lakini na taasisi yetu kuweza kuongeza makusanyo ya kodi kwa 78%. Lakini kwa usimamizi wake TRA kwa miezi hii 8 tumeweza kukusanya kiasi hicho cha trilioni 21 na bilioni 200, ambazo ukifananisha tu na mwaka jana ni ukuaji wa 17%. Lakini kubwa zaidi, lazima nichukue nafasi hii kuwashukuru sana walipa kodi kwa ushirikiano wao mzuri na management ya TRA. Meweza kukusanya na kufikia malengo kwa miezi yote 8 mfululizo. Hii ni historia ambayo imeandikwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, ambayo ilikuwa haijawahi kutokea toka taasisi yetu imeanzishwa mwaka 1996. Hiyo ni fanikio la kwanza. La pili, alituagiza tujenge mahusiano na walipa kodi. Leo ninayo furaha kuwaambia kwamba katika kipindi hiki cha miaka 4 tumeimarisha sana mahusiano yetu na viongozi wa wafanyabiashara, lakini na wafanyabiashara wenyewe na wananchi. Tumeweza kukutana na walipa kodi kwa makundi yao kwa nchi nzima. Sisi tuna mikoa ya kikodi 33. Mikoa yote tumewafikia viongozi wa wafanyabiashara, lakini tumekutana na wafanyabiashara wenyewe, lakini pia tumekutana na viongozi wa dini, tumekutana na viongozi wa kijamii wakiwemo hata wasanii na hata viongozi wa dini. Yote hii ni katika kujenga mahusiano kama alivyotuagiza Mheshimiwa Rais. Lakini kipekee tumetenga siku ya Alhamisi kila wiki nchi nzima, kuanzia kwenye wilaya, kwenye mikoa na hata kwenye head office. Makamishna wa kodi waliopo, mameneja wa kodi wa mkoa na wilaya wanakutana na walipa kodi, wanakutana na wananchi. Hii yote ni kuwasikiliza, lakini kubwa zaidi kutatua changamoto walizonazo. Na ninayo furaha kusema wamekuwa wakija wengi kuonana na viongozi wetu, na matatizo mengi yametatuliwa. Haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Na hivi juzi tu, bahati mbaya, ilikuwa twende tukazindue rasmi ushirikiano wa TFF na TRA, lakini sijui nani alifanya isitokee.
ilikuwa tuzindue pale, lakini inshallah tutaenda mbele, tutazindua. Mafanikio mengine ni kuwezesha kukua kwa biashara na shughuli za kiuchumi nchini. Mheshimiwa Rais ameboresha sana mazingira ya biashara, na sisi kwa maelezo yake tumerahisisha sana biashara nchini. Tumeweza kushirikiana, tulianza kushirikiana na iliyokuwa TIC kurahisisha uwekezaji nchini. Tuliunda kamati ambayo iko ya pamoja ya kushughulikia matatizo ya wawekezaji, na matatizo mengi ya wawekezaji yametatuliwa. Tumerahisisha kutoa misamaha ya kodi. Wale wawekezaji ambao wanastahili kupata misamaha ya kodi, tunazo dedicated office kwa ajili ya kuwasaidia, na tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini tumetoa sana haki za wafanyabiashara. Katika kipindi cha miezi 8 kabla Mheshimiwa Rais hajaingia madarakani, moja ya haki ya wafanyabiashara ni kupewa marejesho ya kodi, tax refund. Kipindi cha miezi 8 tax refund zilizolipwa kwa wafanyabiashara zilikuwa bilioni 92 na milioni 372. Miezi 8. Miezi 8 hii anapofikisha miaka 4 Mheshimiwa Rais, tumeweza kulipa marejesho ya kodi refund jumla ya shilingi trilioni 1 na bilioni 171, ambayo ni 1.2 trillion. Hii ni kurahisisha na kuwezesha biashara ndani ya nchi. Hizi ni hela ambazo ni malipo ya ziada waliofanya walipa kodi, ambayo yasingelipwa zinge tie up capital yao na wangeshindwa kufanya shughuli zao. Lakini unaona, kabla zililipwa bilioni 92, sasa zimelipwa trilioni 1 na bilioni 171.